Unaposikia swala la kifo au taarifa ya kifo, wewe huo unaipokeaje? Mimi huwa inanikumbusha ya kwamba huko ndiko ambako na mimi naelekea, kwa hiyo napaswa kujiandaa vizuri kabisa. Siku ya jana tulikupa taarifa kuhusiana na taarifa ya msiba ambao tuliweza kuipokea kutoka mitaa ya Msimbazi kuhusiana na mchezaji wao Kibu Dennis ambaye alimpoteza baba yake mzazi kule mkoani Kigoma. Na hii leo tena tumepokea taarifa nyingine kutoka mitaa Twiga na Jangwani, na maanisha Dar es Salaam Young Africans nao pia wametoa taarifa ya msiba kutoka kwa mmoja wa wafanyakazi wao ambaye ni sehemu ya wafanyakazi muhimu mno katika klabu hiyo ya Young Africans. Lakini kuna surprise ambayo pia tumeipata kutoka kwa responses za baadhi ya mashabiki wa Young Africans. Hatuwezi kusema ni wote, no, ni baadhi tu ya mashabiki wa Young Africans. Kuna kitu ambacho cha kujifunza hapa. Kama viongozi wa Young Africans watapata muda wa kurejea kila ambacho walikitoa mtandaoni, basi wanaweza wakapata kitu kingine kipya cha kufanyia kazi katika klabu yao. Jina langu ni Florence Renatus, mwenzangu ni Hasani Saddam. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa uhai pamoja na pumzi. Karibu tena ndani ya Dar Sports. Taarifa njema ambayo napaswa nikupe kabla ya yote ni kuhusiana na router nzuri kutoka Yasi. Kwa takriban shilingi 1,500 tu, Dar Sports tunakupatia router safi kutoka Yasi ambayo ina uwezo mzuri na ina kasi kubwa, ina uwezo wa kuconnect device 30, lakini pia ina betri ambalo linadumu kwa muda mrefu mara baada ya kuichaji. Lakini kikubwa zaidi ni kwamba router hii za Yasi utazipata zikiwa na kifurushi cha mwezi mmoja bure. Wasiliana nasi Dar Sports ili tuweze kukupatia router hizo safi za Yasi. Karibu ndani ya Dar Sports. Uko vizuri? Niko vizuri, namshukuru Mwenyezi Mungu. Nitaka nitoe taarifa nzuri, lakini kwa sababu umeanza na taarifa ya msiba, nitende na taarifa ya msiba. Nitaka nitoe taarifa kunako bingwa wa mchezo wa mpira wa miguu, fundi kweli kweli, legend, amecheza kwa muda mrefu. Hapa namzungumzia Cristiano Ronaldo. Rasmi kwa vyanzo vya kuaminika ametangaza kustaafu soka lake baada ya kombe la dunia mwaka 2000. Yes, okay, soka la kulipo mwaka 2026. Hiyo nzuri sana. Taarifa kubwa ambayo tumeanza nayo hapa, Hasani Saddam, asante kwa taarifa nzuri. Lakini taarifa kubwa ambayo tumeanza nayo hapa na mtazamaji wa Dar Sports anatamani kusikia ni kama muendelezo wa kile ambacho tulikizungumza jana. Yaani kuna namna ambavyo zinafatana. Lakini hii ya Young Africans kidogo response zake imenishangaza, japokuwa tutajadili na mtazamaji wa Dar Sports na nini ambacho yeye anafikiri. Sio wote wameandika the same issue, lakini ukipata nafasi mtu, unajua mtu kisha posti kuna ule muda unarejea sasa kusoma comments za nini ambacho umeweza kukiposti. Kila mtu anatakiwa alitazame hilo kwenye kazi yako binafsi. Ukisha hasa hizi kazi unazofanya za media, ukishamaliza kufanya kazi yako, ndio kuna wengine huwa wasomi comment, lakini ni vizuri ukisha posti kazi yako ile, baada ya muda, labda hesabu muda kadhaa, nenda kasome comment watu wamekuandikia nini kuhusu ulichokiposti. Unajua sio wote watakaoenda kuposti kutokana na chapisho lako uliloweka mtandaoni. Kila mtu atakuandikia mabaya au mema. Kila mtu anakuandikia kutokana yeye anavyofikiri, kutokana na kile ulichokichapisha. Na kila mtu anakibeba kutokana na kilivo na uhalisia. Kwa hiyo nimeshangaa sana kuona kilichochapishwa kwenye chapisho la msiba. Yaani huu ni msiba, taarifa msiba ambayo Young Africans wameitoa kuhusu fitness coach wao. Alafu watu walichokiandika pale, hicho ndio kiko moyoni mwao. Ndio ni msiba, lakini hicho walichokiandika ndio kiko kwa moyoni. Nadhani itakuwa vyema kama tuisome taarifa. Inasema kwamba uongozi wa Young Africans Sports Club unapenda kutoa pole kwa fitness coach wa kikosi chetu Shaina Mokaila kufuatia kifo cha mama yake mzazi kilichotokea jioni ya leo tarehe 11 mwezi wa 11 nchini Botswana. Uongozi wa Young Africans unaungana na wafiwa wote katika kipindi hiki kigumu cha majonzi na unawataka wanafamilia wote kuwa na subra. Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu mahala pema peponi. Amen. Hiyo ndo taarifa ambayo Young Africans waliweza kuitoa. Na leo tarehe 12 kifo kimetokea tarehe 11. Sasa nini ambacho kinanishangaza, labda mtazamaji wa Dar Sports ndicho ambacho naye pia anawaza. Yaani imetokea taarifa ya msiba, nini ambacho kimekushangaza Florence? Wakati pale tulichotakiwa tuungane kwa pamoja kwamba huyu kapata tatizo la kimsiba, tutakiwa tuungane sasa pamoja kumfariji. Huyu ni mama yake mzazi, mtu muhimu kwenye maisha yake, amemuondokea. Kwa kweli takiwa wote wanayanga waungane, lakini sasa response ya watu walichokiko comment chini ndio linakuwa tatizo. Japokuwa sio wote,
lakini hizi comment baadhi ndizo ambazo mimi nimezichukua na kuona kuna namna ambao viongozi wa Young Africans wanapaswa kulichukulia hili jambo umakini mkubwa sana. Kwa sababu Pako anakuwa anapitisha na sisi tutakuwa tunapita na baadhi ya comment ambazo zimetolewa na baadhi ya mashabiki wa Young Africans. Kuna mmoja akasema pole sana kwake japo wachezaji wetu fitness ipo chini sana. Mwingine akasema pole yake lakini akienda kuzika abaki. Mwingine akasema pole yake lakini akienda kuzika abaki, the same. Na yeye akienda atafute kazi sehemu nyingine. Sio unaziona hizo comment comment nyingine nikakutana nayo hapa. Jamaa anasema hapa tunaacha kuzungumzia ni maslahi ya timu, inatakiwa asitishiwe mkataba wake kwa sababu toka amekuja hatujaona fitness ya wachezaji ikipanda. Mwingine akasema Kibu pole sana ila taka ya Botswana haituhusu. Mwingine akasema pole sana, Mungu amtie nguvu jamani, kwa kweli hili la wachezaji chukueni hatua haraka jamani, pole yake ila tunaomba akimaliza msiba asirudi, hatumtaki. Wachezaji wanakata moto mapema, akienda msibani asirudi. Hiyo kazi kurukaruka tu, ila kazi ya wachezaji wetu wapo down sana physical. Mwingine anasema pole kwa kocha ila ikimpendeza asirudi, wachezaji wetu wanahema sana. Huyo fitness kocha wenu atumtaki, maana timu yetu wachezaji wanazidi kukata upepo tu, alafu mkiambiwa uaga kama hamuelewi. Bana hizi ni baadhi tu ya comment. Baada ya mimi kuingia mtandaoni nikawa na screenshot. Kuna ujumbe ambao viongozi wa Young Africans wameupata kupitia hili. Jana tulizungumza kuhusiana na Adnani yule kocha ambaye alifanya kazi na kocha Sidramovic na kwa mujibu wa taarifa zingine ambazo tumeendelea kupewa ni kuwa swala la fitness coach kwa Young Africans bado linaendelea kufanywa kazi. Haiwezi kukurupuka tu kwa Yanga kumuondoa Mukaila kiharaka sana. Ila ambaye yule tuliyomzungumza jana ndio huyu ambaye huenda akarejea tena Young Africans kwa sababu wote wanamuona yule kama ndio kocha sahihi kuja kuitrain Young Africans. Swali langu ni kwamba kuna ujumbe ambao viongozi wa Young Africans wameupata kwa sababu hii ni timu ya wanachama. Na hawa walioandika hapa ni baadhi ya wanachama. Kila mtu anapenda kucomment. Ila unakuja kuangalia percentage total percentage ya comments 50% labda au mpaka 50% ngapi watu wamempa pole, lakini wanasema huyu hastahili kuwa kwenye, wanamuongezea pole na pale juu anaandika kwamba akiondoka asirudi. Yes, kwa hiyo huu ni ujumbe unatosha kwamba kama viongozi idara ya habari ya Young Africans itajaribu kupitia comment kama hizi, inatakiwa amfikishie kiongozi wa Yanga au viongozi mzima wa Young Africans uweze kupata feedback ya watu nje wanazungumza nini kuhusiana na kocha. Hili lilikuwa ni swala la msiba. Alafu unaona kama ndio sehemu nzuri wameitumia vizuri kufikisha ujumbe wao wana Yanga. Ina maana wangezungumza ingekuwa ngumu kufika. Lakini kupitia msiba wameweza kufikisha ujumbe wao kwa sababu aliyefiwa ni fitness coach na ndio huyo labda alitamani kumfikishia ujumbe wake. Kwa hiyo alitafuta sehemu ya kufikisha ujumbe wao na imepatikana. Kwa hiyo ukiangalia asilimia ya comments nyingi zote zinamaanisha kwamba hawamhitaji tena fitness coach. Sasa inabaki sasa zamu mashabiki washamaliza na wanachama. Inabaki sasa swala la idara ya uongozi kulishikilia hili. Uje utaamua tu mkatishe mtu mkataba, kumbuka yule ni mwajiriwa. Kwa hiyo kuna baadhi ya hatua zinatakiwa zifanyike. Lakini kitu kama hichi mimi ngeniuliza kwa opinions zangu, mimi sijapenda walichokifanya wana Yanga. Saizi yupo kwenye majonzi ya kumpoteza mama yake mzazi. Saizi je, hizi comment anazozipata kama uzito wa msiba unatofautiana. Ndio unatofautiana. Lakini ashumu na sasa ni wewe kaka umepatiwa tatizo kama hili, ni kubwa hili tatizo, sio la kumwombea mtu. Yani hapa kinachoongea ni hisia za watu. Hisia mbili zimekutana. Wewe sio kama umenielewa. Wewe unailipokea? Yani hisia mbili zimekutana. Ndio. Hisia za mashabiki wa Yanga kuipenda timu yao. Ndio. Na hisia za huyu mtu kumpoteza mzazi wake. Ndio maana huyu mwingine amemcomment akamwambia pole yake ila akienda kuzika asirudi. Sio kama umemuelewa mtu. Nimemuelewa. Yani amekupa pole kwa kilichotokea, lakini ukienda usirudi kwa sababu wanaangalia huko kwenye timu kuna impact yoyote. Haoni impact. Sio kama unaelewa vizuri.
Nilikuwa natoka opinion yangu kwamba hichi kitu wanachokifanya mashabiki wa Yanga ndio ni sahihi kwao, ni hisia zao, lakini binafsi wachukulie hisia ya mtu binafsi aliyepotelewa na mzazi, naye ni mwanadamu kama wao walivyo. Ndio anaipenda Yanga, lakini huna amepotewa mtu muhimu kwenye maisha yake ambaye ni mama yake mzazi. Comment hizi mwenyewe akizisoma, kama anajua vizuri Kiswahili akizisoma, zinamkata kwa namna fulani, ndio naenda kwenye msiba, lakini naondoka nyuma kwenye kibarua changu ambayo ndo kazi yangu binafsi, tayari kuna hili na hili. Kwa ina maana hata viongozi wakilisoma inakuwa vyepesi, hata anapoenda kufanya mazishi yake kule hatakuwa na amani ile ambayo labda alitakiwa kuwa nayo. Hata amani anachoenda kukifanya hata ukifanya kwa 100% kwa sababu tayari anachanganya mawazo ya kazi, huku tayari amemchanganya, anachanganya tena mawazo ya kumpoteza mzazi wake. Kwa tayari hivi vitu vile akiviunganisha, tayari hata utendekaji wa kazi zake nyingine huko anakoelekea haitokuwa nyepesi. Maana anatoka Dar es Salaam anaenda South Africa. Mara msiba ulikotokea Botswana, lakini yeye ni mkazi mzao wa South Africa. Sasa Botswana na South sio hapo karibu. Ndio, anaanza safari zote mbili, aanze tena kuhangaika. Kwa hiyo ina maana hata kufanya vile vitu vyake kwa usahihi hata vifanya vizuri kwa sababu ana mawazo mara mbili. Una mawazo ya kazi, una mawazo ya mzazi. Itakuwa kipindi hichi ina mashabiki wanaongea ndio. Sawa. Ndio. Ila wenye maamuzi ya mwisho ni viongozi. Bahati mbaya zaidi ni kwamba Yanga imetengenezwa kwenye mfumo wake uongozi huko mara 3. Kuna sehemu ya wawekezaji, kuna Yanga Sports Company Limited, alafu kuna Yanga Sports Club. Tunaelewa Yanga Sports Club ndio hii Yanga ya wanachama, Yanga wawekezaji ndio wakina GSM na wengine, alafu Yanga Sports Company ndio hiyo ambayo inawalink hawa wawili. Yanga Sports Company Limited ndio inawalink hawa wawili. Yanga Sports Club hiyo wanachama pamoja na timu ya wawekezaji. Unaelewa? Kwa hiyo maamuzi ya kumuondoa mfanyakazi kazini hawezi tu kufanyika Hersi mwenyewe akiamua. Ni jambo ambalo linawashirikisha watu wengi sana, akiwemo technical director wa timu. Sawa? Kwa bwana huyu atufai anaweza akatupisha. Kila mtu amezungumza kivyake kuhusiana na issue ya fitness ya Young Africans. Hata mimi nilishasema ya kwamba Young Africans kama wanahitaji kufanya vizuri hasa kwenye michuano ya klabu bingwa, Yanga humu ndani anaweza akakompiti tu vizuri. Humu ndani kwetu akakompiti tu vizuri na asipate changamoto ya aina yoyote. Sawa changamoto anaweza kazipata lakini haziwezi kuwa kubwa sana. Ila linapofika swala la kwenda kucheza na watu wanaotoka mataifa ya kaskazini ambao wamewekeza kwenye sayansi ya mpira kwa asilimia kubwa sana na kujenga miili ya wachezaji wao kuwa vizuri zaidi kuliko kitu chochote, Young Africans anapaswa kujiandaa vizuri kwenye issue ya fitness. Tuliona wote kwenye game dhidi ya Silver Strikers, tulishazungumza hapa kwamba wachezaji wa Young Africans kuanzia dakika ya 79 kuelekea mwishoni timu ilikuwa imechoka sana. Yaani mchezaji ambaye alikuwa anaonekana yupo kwenye same energy alikuwa ni Pacome Zouzoua. Tukaongea, tukazungumza kwenye game dhidi ya Mtibwa, tumeona kwenye game dhidi ya KMC speed ya wachezaji wa Young Africans imepotea. Ukizungumza swala la speed, unakuja kwenye swala la fitness. Stamina tu ya wachezaji imepotea. Uwezo baadhi ya wachezaji kucomfort mpira, kuulinda tu, yani kutumia fiziki yake kuulinda mpira, unaona imepotea. Mchezaji anatolewa kwenye njia kirahisi. Sio, unanielewa vizuri? Hizo zote zimo ndani ya issue ya fitness. Kwa hiyo jambo ambalo tunaliongea sisi, analiongea fulani, sio kwamba watu ambao tumekutana tukaambizana, hamna. Tulikutana tukamwambia jamani njoo tukae tuwaseme Yanga kuhusiana issue ya fitness. Hapana, ni kitu ambacho tunakiona uwanjani. Kwa nini? Kwa sababu tulishawahi kuexperience Yanga ambao wachezaji wao wana fitness, wanaweza kucheza hata zaidi ya dakika 90 wakacheza vizuri. Game dhidi ya Coastal Yanga alicheza vizuri, zaidi ya dakika 90 alicheza vizuri. Game ngapi za Waarabu Yanga akacheza vizuri? Yanga alienda Algeria kule kwa Usma, kacheza vizuri zaidi ya dakika 90. Yaani wachezaji paka inafika dakika 90 mwamuzi anapuliza kipenga cha mwisho, wachezaji walikuwa bado at the same energy, wanacheza vizuri. Yanga kacheza vizuri dhidi ya Al Ahly ile 1-1 kama mnakumbuka vizuri hapa Benjamin Mkapa, paka dakika ya 90 Al Ahly ndo anatamani game iishe. Game ilikuwa very tough. So unanielewa? Sasa hii Yanga iliyocheza dhidi ya Silver Strikers, imecheza dhidi ya Mtibwa, imecheza dhidi ya KMC. Watu tunazungumzia issue ya fitness kwamba timu ina wachezaji wazuri, lakini hii issue ya fitness ifanywe kazi. Leo inaenda kucheza dhidi ya Farabati, inaenda kucheza dhidi ya JS Kabili, inaenda kucheza dhidi ya Al Ahly. Nini ambacho kinaenda kutokea? Sio, unanielewa vizuri? Yani sio kwamba watu wanakutana tu, yani kwamba wanazungumza, hamna. Ni kitu ambacho kinaonekana, maana yake ni kitu ambacho kinapaswa kufanywa kazi. Yani mna watu wazuri ndio, ila hawajajengwa vizuri kwenye issue ya utimamu wa mwili. Inaweza ikawa ni changamoto.
Sawa ndio maana kuna siku mimi nilikwambia hivi, mchezaji ana vitu vyake kama mchezaji, lakini kuna vitu vingine ambavyo vinahitajika kutoka kwa mwalimu ili vimfanye mchezaji kuendelea kuwa bora zaidi. Siamini kama Engineer Hersi atakuwa hajasikia hivi video, labda ashavisikia lakini ndio wako kwenye kuvihangaikia. Kwa sababu ukiona hata Romain Folz ndio kelele zilianza mapema. Zilikuwa nyingi, watu wanasema mapema. Kocha wafai Young Africans. Lakini baada ya muda tukaona Yanga wakafanya maamuzi. Walifanya maamuzi baada ya kufungwa na nani? Baada ya kufungwa na Silver Strikers. Kwa hiyo sasa inaonekana kama Yanga ni timu ambayo labda wanasubiri litokee ndo waje waamue. Waamini bado wakati watu walishaambiwa. Labda ndio uongozi wa Yanga ushalifanyia hilo kazi, labda hujaamua sasa kutoa taarifa kwa umma. Au kama bado, nafikiri taarifa ndo hizi mashabiki wametoa, wachambuzi wamezungumza, waandishi wa habari wote wamezungumza, ibaki sasa kwenye idara ya Yanga wao kuliamua hili tatizo ambalo wanalo. Bwana mtazamaji wa Dara Sports, sisi tunaendelea kuyatazama yale ambayo yametokea huko. Taarifa ni ya huzuni, lakini ndani yake tukapata kitu kingine kipya kuhusiana na nini ambacho baadhi ya mashabiki wa Young Africans walikuwa wakizungumza. Tukasema hapa nasi tutakuja tushare. Inawezekana nawe pia ni mshabiki wa Young Africans, nawe pia una lolote ambalo unaweza kuchangia, basi ukurasa wa comment uko wazi. Cha kumaliza Hasani ni kwamba wasisubiri matokeo. Yani baada ya kuathirika sasa ndio waanze kutumia dawa. Si unanielewa vizuri? Inawezekana nimeongea kauli ambayo ngumu. Yani baada ya sasa ya kuona hii kweli ni mbaya sana. Ni mbaya ndio. Hapana, hiyo ni kitu kibaya. Kumbuka kitu kimoja sana. Mwalimu wa utimamu wawili, physical trainer au fitness coach, kwenye kuandaa wachezaji, yani kuiandaa timu kwenda kukabiliana na timu nyingine, yeye ndo anahusika 70%. Sio, unanielewa vizuri? Yani mwalimu Pedro Goncalves yeye anaweka mbinu zake tu na kuelekeza Yanga anataka iende kacheze vipi. Ila mchezaji mmoja na Yanga yenyewe inaandaliwa vizuri na fitness coach. Yeye ndo anawapa mazoezi kulingana na timu, kama timu ilivyo, nature yake ilivyo. Yeye ndo anatoa mazoezi kulingana na uwezo wa mchezaji mmoja. Sio, unanielewa vizuri? Kwa hiyo anaweza akamuona Jobu ana stamina, lakini lazima ni mtrain hivi. Hiki ni kitu muhimu Jobu anapaswa kukijua. Unanielewa? Ndio maana kuna siku ulimuona Wakaila anawachukua wachezaji anawapeleka bichi. Yani yeye yale ndo, yani ndio maana nakwambia hivi, wenzetu wametuzidi wapi? Wao wanajenga mwili wa mchezaji wao kuwa vizuri. Alafu sasa wakimaliza anapewa mwalimu akaweke mbinu zake. Yani mtu kwenye mwili yuko full package, yani yuko vizuri. Ni swala sasa la mwalimu kumpa majukumu. Yani kwenye vile vitu viwili ambao nivizungumza jana, technique and tactical na tactical. Technique ndio hiyo sasa. Bwana, utapiga pasi hivi, utazuia hivi, utaruka mpira ya juu hivi, mchezaji usimsukume hivi, mwamuzi atadetect kama ni foul, mguse kidogo hivi, mtoe njiani hivi, yeye ndo anatengeneza mchezaji. Alafu sasa tactical ndo anapewa Pedro Goncalves. Tulivyokutrain wewe, tulivyotrain team, hivi ndo mnapaswa kwenda kufanya. Ila physically mko vizuri. Tuko tunapeleleza kwamba kwenye training session yoyote ya mazoezi, kocha wa viungo, fitness coach, anakaa na wachezaji zaidi. Yeye kwenye labda session ya masaa mawili, yeye ana lisaa lake limoja. Kama session ya risali moja, yeye ana nusu saa yake binafsi kwa ajili ya kukaa na wachezaji. Na ukihesabu muda mwingi, fitness coach ndo anakuwa na wachezaji zaidi, hususan inapokuja swala la mazoezi na nje. Alapomaliza yeye sasa ndo anamwachia mwalimu. Kwa hiyo sasa unaweza kuwa unawaza, kocha wa fitness coach wa Young Africans amekaa na wachezaji kwa muda mrefu, anamfahamu mmoja mmoja. Sasa shida inatokea wapi? Wanapokuja uwanjani kwa play kile kitu wakati amekaa nao kwa muda mrefu, yeye amemwelekeza labda mwalimu huyu anahitaji hichi na hichi. Kwa ina maana swali jingine linabaki, labda wachezaji wenyewe ndo hawaendani na fitness coach, anahitajika mwingine. Hapo ndo unabaki na maswali. Inawezekana anawapa mazoezi ambayo ni mazuri, lakini hayaendani na wao wachezaji. Inakuwa changamoto. Yani mchezaji anampa mazoezi mazuri, lakini yani mazoezi yale hayaendani na mchezaji mwenyewe. That's why inawezekana mazoezi yake ni mazuri, lakini hayaendani na mchezaji. Ndio maana application ya yale mazoezi ambayo mchezaji anapewa na mwalimu au yaoni uwanjani. Tumeshia kusema hako vizuri. So tukishukuru sana wewe ambaye ulikuwa pamoja na sisi, mimi pamoja na Hasani Sadamu. Hii ni Dara Sports. Jina langu ni Florence Renato. Nyuma kamera alikuwepo Paco. Mpaka wakati mwingine.